Hatimaye Marekani na Ukraine zimetia saini hati ya makubaliano ya awali kuhusu biashara ya madini adimu ambayo yalikuwa yanatakiwa na Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba makubaliano ya mwisho yanatarajiwa kukamilika wiki ijayo. Naibu waziri mkuu wa kwanza wa Ukraine na waziri wa uchumi Bwana Yuri Silidenko amesema kuwa Marekani na Ukraine zimetia saini hati ya awali ya makubaliano ya biashara ya madini nadra. Makubaliano haya ambayo Marekani inaona kama njia ya kurejesha fedha ambazo zimetumika kuisaidia Ukraine katika mzozo wake na Moscow yanaweza kutia saini rasmi mapema wiki ijayo. Ilani hiyo iliyotangazwa Ijumaa na Yuri Silidenko amesema, tunafurahi kutangaza kutia saini pamoja na washirika wetu wa Marekani hati ya nia ambayo inafungua njia kwa makubaliano ya ushirika wa kiuchumi na kuanzishwa kwa mfuko wa ujenzi mpya wa taifa la Ukraine. Hata hivyo, waziri huyo hajafichua maelezo yoyote ya hati hiyo wala kusema jinsi mfuko huo utakavyopata rasilimali zake, lakini Silidenko ameita hati hiyo kama matokeo ya kazi ya kitaalamu ambayo imefanywa na timu za majadiliano wakati wa mazungumzo ya wiki iliyopita. Anasema, tunaendelea kufanyia kazi makubaliano yenyewe. Kuna mengi ya kufanya, lakini kasi ya sasa ya maendeleo makubwa inatoa sababu ya kutarajia kuwa hati hiyo itakuwa na manufaa sana kwa nchi zote mbili. Wakati huo Trump amedokeza kwamba makubaliano ya mwisho ya rasilimali yanaweza kutiwa saini mapema Alhamisi wiki ijayo, akisema, tuna makubaliano ya madini na nadhani yatatiwa saini Alhamisi ijayo na nadhani watatimiza makubaliano hayo, kwa hivyo tutaona, lakini tuna makubaliano kuhusu jambo hilo. Washington na Kyiv wamekuwa wakijadili makubaliano kwa wiki kadhaa ambayo yangeipa Marekani ufikiaji wa amana za madini nadra ya nchini Ukraine, ambapo utawala wa Donald Trump umesisitiza kuwa makubaliano hayo yanapaswa kutumika kulipia Marekani kwa msaada wa awali wa Ukraine. Hata hivyo, Kyiv imedumisha kuwa msaada wa Marekani ulitolewa bila masharti, lakini sasa Marekani inasema inahitaji kulipwa fedha zao ambazo walizipeleka nchini Ukraine. Mapema wiki hii vyombo vya habari viliripoti kwamba Marekani ilipunguza tathmini ya msaada wake kwa Kyiv kutoka zaidi ya dola bilioni 300 hadi takribani dola bilioni 100, lakini bado inaona kama chombo cha kurejesha hasara za kifedha ni kuchukua hayo madini. Timu ya Donald Trump pia imekuwa ikisita kujitolea kufanya uwekezaji wa baadaye katika mfuko wa pamoja ambao umekuwa ni moja ya vipaumbele vya Kyiv. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo tumezipokea. Pande zote mbili zilikuwa tayari kutia saini makubaliano mwishoni mwa Februari, na sherehe ikitarajiwa kufanyika wakati wa ziara ya rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House. Hata hivyo, tukio hilo tunakumbuka liliharibika na kuwa mzozo, huku Trump akimshutumu Zelensky kwa kuiharibu Marekani na kutochukua hatua za kurejesha fedha ambazo alizipata kutokana na msaada ambao ulitolewa, huku pia akisita kutafuta amani na Urusi, akisema anacheza kamari ya vita ya tatu ya dunia. Ifahamike, makubaliano ya Marekani pamoja na Ukraine ni ilani tu ya awali ya hati ya makubaliano kuhusu biashara ya madini nadra, ambapo Rais Trump amesema makubaliano mengine makuu zaidi yatafanyika wiki ijayo. Marekani amekuwa ana utaratibu huo wa kuhakikisha kwamba anachukua zile rasilimali au anatia saini mikataba na mataifa ambayo anaona yeye anaweza kanufaika nayo, kwa sababu katika makubaliano ya rasilimali madini na mataifa mbalimbali, mara nyingi Marekani huwa ana lengo la kuhakikisha usambazaji wa madini muhimu ambao utainufaisha uchumi wa taifa lake, hasa kwenye tasnia za teknolojia pamoja na ulinzi. Na kuonesha hilo, nitawarudisha nyuma mwaka 2019 ambapo waliingia makubaliano ya madini nadra na Australia, ambapo Marekani ilitaka kupunguza utegemezi wake kwa China kwenye madini nadra ambayo ni muhimu kwenye teknolojia kama vile betri za magari ya umeme pamoja na vifaa vya kijeshi, ambapo Australia
ambayo ilikuwa ina amana kubwa za madini nadra, ilikuwa ni mshirika mkubwa sana wa kimkakati kati ya Marekani pamoja na Australia. Kwa hiyo mnamo mwaka 2019 Marekani na Australia walitia saini makubaliano ya ushirikiano wa kuchimba na kusindika madini nadra, na makubaliano hayo yalihusisha uwekezaji wa pamoja katika miradi ya uchimbaji madini na kujenga mnyororo wa usambazaji wa hayo madini na kuvunja kabisa ule mnyororo wa China. Sasa miradi kama ile ya kampuni ya Lynas Corporation ilipata ufadhili wa Marekani kwa ajili ya kusindika madini nadra nchini Australia na Marekani, na ilisaidia kuimarisha usalama wa kiuchumi wa Marekani na kupunguza hatari za upatikanaji wa hayo madini nadra ambayo walikuwa wanayapata kwa kiwango kikubwa kutoka kule China. Sasa makubaliano hayo yalifika hivyo, lakini pia Marekani aliingia makubaliano kati ya Lithuania pamoja na Chile, na ilikuwa ni mwaka 2016 pamoja na 2018, ambapo tunafahamu Chile ni mojawapo ya uzalishaji wakubwa wa lithium duniani, na hii ni muhimu sana kwenye zile betri ambazo zinatumika kwenye magari ya umeme. Marekani ilitaka kuhakikisha upatikanaji wa lithium kwa kampuni zake kama vile kampuni ya Tesla, na kampuni za Marekani ikiwa ni pamoja na ile Albemarle Corporation ziliingia mikataba ya usambazaji wa muda mrefu na serikali ya Chile na kampuni za ndani, ambapo makubaliano hayo yalihusisha uwekezaji katika miundombinu ya uchimbaji madini pamoja na makubaliano ya bei za kimkakati. Na makubaliano hayo kimsingi yaliimarisha sana usambazaji wa lithium kwa Marekani, lakini yalizua mjadala nchini Chile kuhusu manufaa ya ndani dhidi ya uchimbaji wa kigeni. Hata hivyo, yalifanikisha lengo la Marekani na kuhakikisha upatikanaji wa rasilimali hizo. Lakini pia Marekani waliingia makubaliano ya uranium pamoja na ile Kazakhstan, ambapo ilikuwa ni miaka ya 2000, ambapo Kazakhstan mnafahamu ni mzalishaji mkuu wa uranium muhimu, ambao hii imekuwa ikitumika kwenye utengenezaji wa silaha za nyuklia, na Marekani wao walitaka kuhakikisha usambazaji wa uranium katika mitambo yake ya nyuklia. Kwa hiyo Marekani kupitia kampuni ya ile ya Westinghouse walitia saini mikataba ya usambazaji wa uranium kama vile Kazatomprom, kampuni ya kitaifa ya kule Kazakhstan, na mikataba hii ilihusisha makubaliano ya bei na uwekezaji wa Marekani katika teknolojia ya nyuklia kule Kazakhstan. Na matokeo ni kwamba makubaliano haya yalisaidia sana Marekani kupata usambazaji thabiti wa uranium, huku Kazakhstan ikifaidika na uwekezaji wa kigeni na maendeleo ya teknolojia. Na Marekani baadaye walikuja kujiondoa kwa sababu walikuwa na wasiwasi sana kuhusu ushawishi wa Urusi katika sekta ya nyuklia kule Kazakhstan, na baadaye wakaona bona wajiondoe. Lakini pia Marekani waliingia makubaliano ya phosphate na Morocco mwaka 1980 huko, ambapo kampuni za Marekani ziliingia mkataba wa muda mrefu na ofisi ya kitaifa ya phosphate ya Morocco OCP, ambao walikuwa wanatumika kusambaza ile phosphate. Na mikataba hii ilihusisha uwekezaji wa Marekani katika uchimbaji pamoja na usindikaji wa phosphate pale nchini Morocco, na makubaliano hayo yalifanikisha usambazaji wa ile phosphate katika sekta ya kilimo nchini Marekani, huku hiyo Morocco ikinufaika kutokana na zile fedha za kigeni. Kwa hiyo hii ni namna ambavyo Marekani huwa inatafuta maeneo ambayo wanaweza wakafanikisha wao kupata faida kwa asilimia fulani katika maeneo hayo ya uwekezaji. Kwa hiyo Marekani na Ukraine sasa wametia hiyo saini ya awali, na tunatarajia Alhamis ijayo Marekani pamoja na hiyo Ukraine sasa watatia saini rasmi mkataba wa muda mrefu wa uchimbaji madini adimu ambayo Marekani anahitaji kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa hiyo huyo ndio Marekani ambaye nyewe huwa mnajiuliza miaka yote kwamba huyu mshikaji huwa ni gani. Sasa hiki ndicho ambacho mwamba anakifanya katika viwango vya hali ya juu zaidi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.